watu wenye ujuzi walioandama dini, si jamaa tu. Mtume hakuja kutuuzia sisi damu, hakuja kutuletea sisi kizazi chake. Mtume ni mja wa Mungu aliyetaguliwa kutuletea barua, kutuletea ujumbe. Ujumbe si ukoa wake na watu wake mtume alinena chuvapende, na asiye kawapende wajukuze mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu wa makosa. Utampendaje mtu kisha utukie wanawe na wayukuwe? Hili la kupendwa wa jamaa wa mtume, hakuna msuni ambaye atajitukulia ruhusa watukie wa jamaa wa mtume. Na msiitie dhiki. Mtu akikwambia mimi ni sharifu, mwambie wewe ni yukuwe mtume, siache dhicha. Wewe fanya wajibu wako wa kumpenda yukuwe mtume, lakini mpende kwa ajili ya mtume. Na akiwa hatosimama na mtume, mtukie kwa ajili ya mtume. Ndio mpango. Wewe mwana wa kisharifu, mwana wa jamaa mtume sallallahu alaihi wasallam, uketi petilizi pale, usokote na dishungi, una rasta, ujipigia mabangi na chemo, kisha mimi njukwe mtume. Sijamuona mwana wa kisharifu akifanya hivyo, napiga mifano. Au wewe ni sharifu, ni mjukwe mtume, umekubaliwa barani na baharini. Uwe ndimevana wa watu ubadhuvu atu watiriri ndo wafanya ndara ndo kama wale kina masentinyani kule makanisa wafanya wana watu, kisha wakibavua wakibadhika zikionekana vitodhapo baadaye. Icha Mungu bwana. Atakawajukuze mtume washike bendera ya dini hii ya babu yao, nasi tuwaandame neno. Iwe wamukitajiwa sunna kuchechema hucha, hamutaka sunna. Hawa watu sunna hawa hawachupendi sisi. Kwa nini wewe uhisi kutukiwa na mtu mwenye kusema mimi ni mtu wa sunna? Na sunna nini? Mwendo wa mtume babu yako. Wendape wa mwana cha Mungu? Hili jambo nda nyumbani kwenyu. Bikeni makamama nyinyi, nasi tuandame nyinyi. Ibn Taymiyyah ameandika kitabu kinaitwa Minhajus Sunna. Lengo la kukiandika kitabu hiki ni kuwajibu Mashia maneno yao ya kuwatukana maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kuwajibu wale walipowatukana kina Saidina Abubakar, waumini hawakuwapenda. Huyu Ibn Taymiyyah akasema kweli aya hiyo mlioitoa ya kwamba waumini hupendwa na waumini na asiyependwa na waumini huwa ni mtu muongo. Lakini nyinyi mkiwanena maneno hao kuhusu Abubakar, hamtawafanya na wale waovu wenu na wao waseme kuhusu Ali alitukiana na watu, Ali alipigana na watu, Ali alichukanwa na watu. Je, Ali atakuwa si muumini? Ama huachuka? Ibn Taymiyyah amenkufurisha Ali. Si hivyo. Ibn Taymiyyah kuambia nyinyi ni yeye na Mashia huwajibu wale. Kitabu hiki Minhajus Sunna alikiandika Ibn Taymiyyah kunjibu Ibnul Mutahhar. Aliandika maneno akuwashambulia maswahaba. Ibn Taymiyyah akawajibu. Alipotoa huyu Ibnul Mutahhar ushahidi wa kwamba mtume alisema Fatima ni kipande cha ingi langu, ni kipande bidhatu minni, ni kipande chenye kutokamana na mimi. Yarubu ni maraba, au nitia tabu kintia tabu Fatima. Mashia wakaitoa hadithi kunena basi Abubakar alimuudhi Fatima, kwa hivyo Abubakar atakuwa amemuudhi mtume, na mwenye kumuudhi mtume amemuudhi Mungu. Ibn Taymiyyah akawajibu, akawaambia hadithi hii ya hunitia dhiki limtialo dhiki Fatima,
Mtume alinena lini jambo hili? Alilinena lini? Mtume jambo hili alilisema wakati Ali bin Abi Talib aliposimama akataka kumuoa binti ya Abi Jahal. Fatima akakasirika sana, binti ya Mtume, takuwaje mume wangu anitilie mimi mke wa pili, tena mwana wa Abu Jahal? Alikuwa binti ya Abu Jahal amesilimu. Sasa Mtume akamsifu Abu al-As bin Rabi', mkwewe mwingine aliomuoa mwanae, akasema ule hakuniudhi mimi, hakunitia taabu, amekaa kwa uzuri na mwanangu. Akasema yule mimbari Mtume, Fatima ni bid'atu minni, ni kipande changu, limuudhilo na muuliudhi yensiudhike. Yani Mtume akasimama akashika wivu wa mwanae, hapo alishika ule binadamu wake. Isipia isiwovoa imuovoa kama nchenda ukisha huku na huku, umefahamu? Lakini mwanangu akitoka mumewa akenda akimuolea, litaniuma binadamu jamani, ni ubinadamu. Na Mtume alimuuma Fatima kuchiliwa nkengine, akaumwa kama mwanadamu. Na hadithi hii Mtume alinena maneno haya, alisema kumlaumu mkwewe Ali. Sasa ni umwandole alimu kiwa umeka wangine, ni yembo nifanya yene hawelei au mwajitia hamnazo. Kisha ndadiniwa ndadini nao. Kisha Itrati ni nani? Ni watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa nyumba ya Mtume ni kina nani? Watu wa nyumba kwanza, watu wa nyumbani nani na nani? Ni wakazi wa ile nyumba, ni wake wa mwenye nyumba, ni watoto wa mwenye nyumba, ni wakweze mwenye nyumba. Hao ni watu nyumbani, watu wa nyumbani kwangu. Na waweza kumuita mkeo tu mmoja ukamuita ahli yangu. Hata kwa Kiswahili sisi usema mtu wako bwana Idi, bwana sipati nendemene na ahli yangu. Na Saidina Musa alayhi salatu wasalamu hili neno la ahli yangu alilitumia idh qala li ahlihim kuthu, alipomwambia mkewe ngoja, pengine tawetia mocho, tawetia habari au tapacha mocho kinga pale kwenye mocho mveche, lakini alimwambia ahlihi, mke wake mkuthu. Kwa hivyo ahli ni watu wa Mtume wa nyumbani, ahli baiti, na wake wake ndio wa kwanza. Mtume alikuwa akaenda kwa nana Aisha akimwambia assalamu alaikum ya ahlal baiti. Kisha alivyokuwa mwadilifu, kisha kumwambia Aisha alikuwa hutoka, akamwandamana mmoja assalamu alaikum ahlal baiti. So isije kama umemwambia Aisha peke yake kisha akawaambia na wote. Hivyo ndivyo kufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingine ya sampuli imepokewa na bwana mmoja aitwa Atiya al-Aufi. Ni mno huyu katika kupokea hadithi za urongo. Kisha kuna na hii kadhia ya kitabu Allahi wa sunnati. Wasuni wasema wa sunnati, lakini Mtume asema wa itrati. Kweli wasuni wasema lilipokea hili neno la sunnati, lakini mashia wakalitia ila alienena ni Imamu Malik. Alienena ni Imamu Malik. Lakini ni nini hukumu ya wanavyoni wa hadithi kuhusu hii? Nimewatia kitabu changu cha Mwenyezi Mungu na sunna yangu. Al-Imamu Suyuti katika Miftahul Janna
aliifanya hii ni hadithi hasan, na akaitolea ushahidi wa hadithi nyingine ambayo ya Ibn Abbas. Al-Albani muhadithi wa hivi sasa asema ni hadithi hasan na ina ushahidi mwingi. Al-Arnaut ameisahihisha hadithi hii kwa sababu ya ushahidi mwingi ulioandamana na hadithi hii. Lakini hili neno la sunnati liko kwetu sisi tu sunni, haliko neno hili kwa mashia. Hili neno la wasunnati na sunna yangu kwa mashia hakuna, liko katika vitabu vyao. Kuna hadithi imepokewa kwa Abi Jaafar kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume amesema, idha atakumul hadithu anni, mkiipata haikiwajilia hadithi yoyote kutoka kwangu, fa'aridhuhu, ipelekeni hiyo hadithi ala kitabillahi wa sunnati. Fama wafaka kitaballahi, mashia au vitabu vyao na nitavitaja, chenye kuwafikana na kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna yangu shikani, ambayo haikuwafikiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna yangu iatilieni mbali. Maneno hayo yako katika vitabu vifuatavyo: Al-Ihtijaju cha At-Tabrasi, juzu ya 2 ukurasa 246, yako katika Biharul Anwari juzu ya 2 ukurasa 225, iko katika As-Siratul Mustaqim cha Al-Bayadhi juzu ya 3 ukurasa 156, na vitabu vingine. Na maneno haya pia ameyaleta mwenye Usulul Kafi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mimi nitaulizwa kuhusu kuifikisha hii risala, nyinyi mutaulizwa mulichokitukua katika kitabullahi wa sunnati. Huyu ni mwenye Al-Kafi, kitabu chao kikubwa, na maneno haya yako vile vile katika Tafsiru Safi mujalladi wa 1 ukurasa wa 17, na mujalladi wa 3 tena amekariri hu mara 2 ukurasa 443. Hadithi hii ya kitabu cha Mungu na jamaa zangu katika mazungumzo ya kidini yako hivyo, si maneno makubwa ambayo kwamba yafaa wababaisha. Mkiulizwa, jawabu ni hiyo ya kwamba Mtume hakutoka wazi kwenye jambo hili. Kwa nini? Ninyi mwasema hili ni jambo muhimu sana, hili ni jambo muhimu sana la uimamu. Uimamu kwa hawa jamaa mbora kuliko shahada 2. Na ndio ukaona adhani hii yetu haikuwachua, hawakuipenda hii adhani yetu, sababu ina shahada 2, na wao shahada ile ya uimamu muhimu. Ndio ukasikia wa ashhadu anna aliyan waliyullah hujjatullah, lazima iwe. Mtume ameadhiniwa miaka yote hiyo, itakuwa kisha hii adhani ilipokewa kwa shaka, jambo la kuadhini tangia shaka, lazima wakatengeza mambo yao. Sasa hili ni muhimu, jambo ambalo lina umuhimu wote huo katika dini, lina umuhimu mkubwa sana katika dini. Nimemsikia mshia kwa masikio yangu katika hizi YouTube akiulizwa, hai hivi wewe katika kumtukuza kwako, kuwatukuza kwako maimamu, wasema lolote mtafanya, na tuwasikia nyinyi usema hata mikojo yao si najisi, mavi yao si najisi. Akaulizwa, wewe waweza kula mavi ya imamu wako? Wasema ishbal akul ashrab baula, na nitakunywa mikojo yake na nini. Haya, naambia la zaidi, una gani la zaidi? Takunywa nitakunywa. Karama humona maana kula na dhuchu. Si hatuna dini ya kidashere namna hiyo. Hatuwezi sisi kuwa tutakubali achiku, na hiyo nao pia ni dini.
Sasa lakini hawa jamaa tu waona safi na kandu zao nzuri, hawajipaki mavi, hawa hawana ushia. Hawa hapa huu wao si ushia, huu ni ushuyu. Shuyu mkondo la saruni. Ukinunua saruni pia ukataka kuitoa lile kondo lake, nimekwenda kuitoa shuyu, ili shuyu hapa si ushia. Hauna ushia, umezimuliwa ili watu wa huku wa ukubali. Lakini ule ushia wenyewe, lau kama walikuja wale wa Iraki moja kwa moja na ushia wao hapa, hapo watu wa Amu wote wangetusaidia sisi. Lakini huu ni for exportation. Angalia hata serikali ya Kenya kitakupeleka majani nde, utagua yale mazuri, majani yale mazuri ya exportation ya kupelekwa nde, mazuri kuliko yale tununua mimi na wewe Selemani. Mimi na wewe ukatununui majani mazuri. Sasa huu ni ushia wa kupekwa nde, sio ule ushia. Wallahi lau kama mshia wa Iraki alikuja hapa na ushia wake, watu hawangalistahimili. Naomba nikome hapa na nikimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubarikie haya machache tuliyoyasema. Na ikiwa mtu ana suala kwa muda wa dakika 10 hizi, tutaswali saa 2 na dakika 5, basi unaweza kuuliza. Kabla ya suala, nataka kumkumbusha shekhe wangu Ahmad Gile ni maneno mazuri aliyoyasema hapa. Ahmad amesema ya kwamba sisi tuwaviamini vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu. Wewe usikatae kuamini kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wewe amini Biblia. Ukisema mimi siamini Biblia, sema naamini Biblia. Ahmad makusudio yake ni kuamini Injili, si Biblia. Amesema Sheikh Ahmad ya kwamba Biblia imeharibiwa. Kwa hivyo iliyoharibiwa si Injili, ni Biblia. Kwa hivyo msimamo ni ule ule kwamba hatuamini Biblia, tuamini Injili. Kwa sababu Biblia ni nini? Biblia ni neno la Kigiriki. Biblia neno la Kigiriki. Maana ya Biblia nini? Limetokamana na neno gani? Biblia limetokamana na neno biblos. Biblos nini? Biblos ni kutubun mutarjama, ni vitabu vilofasiriwa, si vitabu vyenyewe. Na kweli hivi vitabu ambao wanavyo hawa jamaa si Injili, ni vitabu fulani vilifasiriwa. Ndio katika kufasiriwa yakaingia makosa mengi ya mwana wa Mungu, ya nini, mwana wake wa pekee akasulubiwa. Zote hizi zilikusanywa zikana nini. Ansmart katika kitabu chake akasema, alisema katika kusifu Qur'ani, this book Quran is a very unique kitabun wahidun, kwa sababu kimeandikwa kikitokamana na ulimi, mdomo, kinywa cha mtume mwenyewe. Pale pale tumeandikinena watu wakakirikodi. Si kama Biblia, si kama Bible. Haikurikodiwa mpaka baada ya kufa mtume Isa, kwa ya kupotea mtume Isa kwa miaka 30. It is then up to committing and omitting. Alimaliza ule ni mavili. Sasa angalia nikwambie, dini ni hiva wewe nduo. Maana mimi kuona kama nduo wangu. Dini ni hiva wewe nduo, imetajwa hapa na Sheikh Gile. Arkanul imani ngapi? 6. Akataja na nguzo za Uislamu 5. Hai msikuwa bona mangine. Tukome hapo. Si dini yangu ile. Si uwe, lakini mimi si dini yangu.
Swala yako baba. Watu wa Mtume, wana wa Mtume, wakwewe Mtume, wote ni Ahlul Bait. Wapi? Mimi nimekwambia kwa uzuri, simwambie mtu sikiri maneno yako. Mtu akwambia mimi ni yuko Mtume, si haki kuchecha naye, mwenyewe uhifadhi kiradhi chake. Mwatie mwenyewe kiradhi chake. Wakikwambia simba yuko Mtume, kitu kimoja sikulazimishi. Kuvicha masharifu. Siliisi ila toka kwa. Ila kwamba masharifu siliisi. Au ni asada mabwana. Siliisi. Mimi naiva ni Ahlul Bait. Hapo ndo mwisho wangu. Wala sikujira wawe masharifu, siwezi kulichechea hilo. Mikini na hapa masharifuye, takuwa sina la kunena, mimi hucha. Menelo maneno yangu, umenywa mkono. Ewe, uinoa tuwe.